Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa ambazo tunazileta kutoka hapa Mbeya, Tanzania, na kuomba ikiwa wewe ni mgeni unatazama Tanzania ITV kwa mara ya kwanza, uchukue sekunde moja tu upanyeze patoni ya subscribe ili kuendelea kupata taarifa zetu kila wakati. Na kuna kengele hapo kando, bonyeza kengele, na cha muhimu na cha kuzingatia zaidi, usisahau kubonyeza alama ya like. Karibu tuzame kwa undani. Kikosi cha mauaji hapa Tanzania kimetumwa kumteka nyara kakake Humphrey Polepole aliyetekwa nyara mwaka jana. Taarifa za asiri ambazo zimetufikia, watekaji 15 ambao ni wa Rais Samia Suluhu Hassan walimwendea kakake Humphrey Polepole ambaye anajulikana Agostino ili kumteka nyara. Kulingana na taarifa zile ambazo tuko nazo, haswa kulingana na mwanaharakati ambaye anaitwa Rejeu Dangwa, ametufahamisha ya kwamba kikosi hiki cha mauaji cha utekaji nyara kilikuwa kinaongozwa na kimama kimoja kinaitwa Sega Ingenge, na huyu Agostino ambaye ni kakake Humphrey Polepole anaishi katika taifa lile la Uswidi, ukipenda Sweden. Sasa kikosi hiki kikaenda pale ili kumteka nyara, wakidai walienda kufanya utalii. Tangu lini Watanzania wawe watalii katika taifa la Uswidi ama Sweden, taifa ambalo lilikuwa linatupea misaada hapa Tanzania, lakini wakati wa mauaji, maandamano yakashuhudiwa, taifa hili likaweza kujiondoa kutoka kutukabidhi mambo ya misaada. Wakasema hatuwezi kufadhili serikali dhalimu. Sasa walienda pale kwamba ni watalii, lakini nia yao ilikuwa moja tu, kumteka nyara Agostino ambaye ni kakake Humphrey Polepole. Kwa nini? Agostino huyu amekuwa akikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa muda mrefu sasa. Baada ya kakake Humphrey Polepole kutekwa nyara mwaka jana mwezi wa 10, hadi kufikia sasa hajulikani alipo. Ila tunaona kwa ghafla nyumbani mwake alipotolewa pale kulikuwa na damu imetapakaa sakafuni, lakini haijulikani aliko kufikia sasa, na serikali ya Samia Suluhu Hassan haijazungumzia chochote kuhusiana alipo Polepole, licha ya familia kuomba serikali kufuatilia ili aweze kuachiliwa. Humphrey Polepole naye alikuwa na laumu serikali ya Samia Suluhu Hassan na akaendewa, na sasa hivi ni miezi 5 sasa hapatikana ama hajapatikana alipo kufikia sasa. Ikabidi kakake ambaye ni Agostino aanze kuilaumu serikali akiwa kule Sweden ama Uswidi. Wakati anaendelea kuilaumu hapa na pale, kusema ya kwamba akitoa vitisho tutaona vile serikali ya Samia itaendelea mamlakani. Sasa genge likaweza kutumwa ili kumteka nyara. Walipofika kule Sweden, jaribio hili liliweza kugonga mwamba, halikufua dafu. Sasa walishindwa vile watamteka nyara, ila tu huyu Agostino aliweza kunusurika mikononi mwa maharamia 15 ambao ni watekaji ambao waliotumwa na Samia Suluhu Hassan. Ikumbuku kwamba mwezi mmoja hivi umepita, ama karibu mwezi mmoja, genge hili la wauaji ama watekaji walienda katika jirani ama taifa jirani la Kenya, wakaenda pale Nairobi. Walikuwa wanataka kumteka nyara mwanaharakati mwingine ambaye anaitwa Mshabaha, lakini naye aliweza kunusurika kutekwa nyara. Kisha baadaye maafisa wa polisi kule taifa jirani Kenya waliweza kufaulu kuwakamata watekaji wa Samia 3 na waliweza kufikishwa mahakamani, licha ya umoja wa watekaji aliweza kutoroka kwa sababu walikuwa wane. Wale ambao walitiwa mbaroni kule Kenya walikuwa 3 na wanaendelea kuchunguzwa hadi kufikia sasa. Na niliweza kuwaletea habari hizo, nikawaambia walipofikishwa mahakamani waliweza kunyimwa dhamana.
na waliendelea kuzuiliwa ili waeleze kwa nini waliingia katika taifa la Kenya, na kuna sheria ambazo zinaongoza Umoja wa Afrika, Umoja wa Mataifa, mbona mnaenda taifa lingine pasipo kubaliwa kufanya utekaji nyara ama kutia mtu fulani mbaroni? Kwa sababu kuna sheria ambazo zile zinakinga wanaharakati na watu wengine wakati wametorokea mataifa mengine ama ughaibuni. Kuna sheria ambazo zinawakinga, hawawezi kutekwa nyara ama kukujiwa, kwa sababu kutoroka ni kuhakikisha kwamba kuna hali ya usalama, kwa sababu wengi hutoroka kwa sababu ya usalama wao, na siasa ndizo zinachangia haya yote kushuhudiwa katika mataifa mbalimbali barani Afrika na ulimwenguni mzima. Sasa wanaendelea kushikiliwa. Sasa watekaji sasa tumegundua ni wengi. 3 wapo pale Kenya wamezuiliwa, lakini 15 walienda kule Sweden. Na hizi hela ambazo wanatumia kusafiria, kupanda ndege kutoka hapa Tanzania kuelekea Sweden ni za nani? Ni za Rais Samia Suluhu Hassan, ni za serikali dhalimu, ni za serikali katili ambazo zinatozwa sisi ushuru. Mlipa ushuru kama mimi hapa Tanzania ninalipa ushuru, kisha baadaye zinaenda kutumikwa vibaya, badala ya kujenga barabara, badala ya kusomesha wanafunzi, badala ya kutufanyia maendeleo, badala ya kuimarisha uchumi. Hizi hela huenda zinatumika kiholela kulipa genge la majambazi kwenda kuwateka nyara wale ambao wanailaumu serikali ya Samia Suluhu Hassan. Imefika wakati hatua kali zinastahili kuchukuliwa. Hata Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na hata ICC iingilie kati ili kujua kwa nini watu wanatekwa nyara. Humphrey Polepole hajapatikana kufikia sasa. Tundu Lissu yuko gerezani hadi kufikia sasa. Haijulikani ni siku gani ataachiliwa kwa sababu ya kesi ya mchongo ya uhaini. Kwa hivyo serikali ambayo ipo mamlakani kuna mengi, haitaki kuona yeyote ambaye anailaumu, anaikosoa, anayesema ukweli kwa kile ambacho kinaendelea. Kwa hivyo watekaji hawa hawakufaulu kumteka nyara Agustino ambaye ni kakake Humphrey Polepole. Sasa familia hii inapitia machungu. Mtoto wa Humphrey Polepole hajulikani aliko, hajulikani kama yu hai ama alikufa, haijulikani, na wanataka kutonesha kidonda kingine kwa kuteka nyara kakake tena ambaye ni Agustino, yuko pale Sweden. Hii ni nini ambayo inaendelea katika taifa hili la Tanzania? Naomba kutamatishia hapo. Tukipata taarifa zingine za ndani tutarejea ili kuwafahamisha. Ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja ya mwisho, subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa kila wakati. Kwaheri kwa sasa.